wasikilizaji na watazamaji, Bwana amekuwa mwema tena kwa siku ya leo kutupatia nafasi nyingine tena ya kuja kujifunza neno lake takatifu. Hivyo msikilizaji na mtazamaji, ni kukaribishe kwa kipindi chetu cha Timazi ya Amana. Na tuombe. Hosana mwana wa Daudi, asante kwa ajili ya nafasi hii tena ambayo tunaitumia kwa kazi yako. Bariki wasikilizaji na watazamaji wanaofuatilia kipindi hiki. Roho wako kazidi kunena pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, nikukaribishe kwa namna ya pekee kwa kipindi chetu cha Timazi ya Amana, kinachotupatia fursa ya kuweza kujifunza mambo mengi ambayo aidha unayaelewa au mengine yamekuwa ambayo ukuyafahamu. Siku ya leo tuna somo zuri sana ambalo Timazi ya Amana inapenda tuliangalie: utakatifu wa ahadi, kiapo na nadhiri. Utakatifu wa ahadi, kiapo na nadhiri. Haya ni mambo ya muhimu na ya msingi sana katika maisha yetu, lakini mara nyingi tunajikuta ya kwamba katika swala la ahadi, kiapo na nadhiri limetuangusha sana, na wengi tumekuwa tukiahidi na kuweza kuweka nadhiri na viapo pasipo kutafakari kwa kina na kwa makini sana. Kwa hiyo tunajikuta ya kwamba katika mizani ya timazi tumepungua katika hili, na Bwana anaona jinsi ya ahadi na nadhiri na viapo vingi tulivyoviweka. Wewe mwenyewe ni shahidi, unaweza kukumbuka ya kwamba ni viapo vya namna gani ambavyo uliviapa na ahadi na nadhiri ulizoziweka, lakini ukuziondoa. Lakini ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba tunapozungumza habari ya neno ahadi, ahadi ni nini? Ahadi ni tangazo lililoandikwa au lililosemwa hadharani kwamba hatimaye fulani au mmoja atatoa au atafanya kitu fulani. Jambo lililowekwa hadharani, kuweka ahadi, hata kama sio hadharani, labda kwa mtu binafsi ambaye unaweza ukamtamkia jambo ambalo unaahidi kulitenda na kulifanya kwa siku za usoni. Lakini je, ili jambo ambalo limezungumzwa aidha mbele ya hadhara au kwa watu binafsi, je, ni jambo ambalo limetekelezwa au halijatekelezwa? Ahadi yaweza kuwa tamko ambalo mtu humwambia mwenzie kuwa hatimaye atamfanyia kitu fulani. Kwa hiyo tamko linalotamkwa kwa mtu binafsi au hadharani, hili linaweza kumuingiza katika ahadi na nadhiri na kiapo alichoahidi au kukiapa au kukiwekea nadhiri kufanya kwa watu au kwa mtu binafsi. Kumbe ahadi ni mapatano au maagano yanayolenga mnenaji kufanya kitu au kitendo fulani. Kwa vile aliahidiwa, anakisubiria hiki kitu ambacho alichoahidiwa. Haya maelezo ambayo hutolewa yakiwa yanampatia mwingine matumaini ya kukamilisha jambo fulani mbeleni au kipindi kijacho. Hivyo ahadi ni ukubali ambao mtu anajipatia mwenyewe binafsi kulitenda katika kipindi chote cha uhai au cha maagano yake. Kwa muda utasoma kitabu kile cha Ezra sura ile ya 10 mstari ule wa 19 na Mika sura ile ya 7 mstari ule wa 20 kuona jinsi ya utakatifu wa ahadi, nadhiri na kiapo. Tunapozungumzia habari ya kiapo katika lugha ya Kiingereza, kiapo ni ahadi ya kipekee ya kufanya kitu au jambo au kusema kweli. Maneno ya Kiebrania na ya Kiyunani yaliyotumika kutoa tafsiri kwa ujumla huonyesha kwamba ni ahadi maalum ya kutekeleza wajibu au jambo. Hosea 32 mstari ule wa 10, Biblia hutumia neno kiapo kama ahadi ya pekee
ya kufanya ambacho mtu amesema atafanya. Kitabu cha Luka ile sura ya 1 mstari wa 70 mpaka 73 inasema kuwa Bwana alikula kiapo kufanya rehema kwa wazazi wetu. Kwa hiyo kiapo maanisha ahadi ya kufanya kile ambacho mtu anasema atatenda, kutekeleza, na ili athibitishe hilo alilotamka anaapa. Kwa muda wako tunasoma kitabu cha Ibrania sura ile ya 6 mstari ule wa 16 na Nehemia sura ile ya 5 mstari ule wa 12 na Mwanzo sura ile ya 31 mstari wa 52 na 53. Tunapoenda kuangalia neno nadhiri, nadhiri ni kitu mtu anajifunga kwacho kwa kipindi fulani hili kitimizwe. Hivyo kiapo chapaswa kuchukuliwa kama ahadi maalum au ya pekee ya mwanadamu kutekeleza wajibu ama kutoa ukweli wa jambo. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 14 mstari ule wa 7 mpaka mstari ule wa 10. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba chanzo cha ahadi ni nini. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari ule wa 2 mpaka mstari ule wa 3. Kitabu kile cha Petro mstari ule Petro wa 2 mstari ule sura ya 3 mstari wa 9. Mungu alipomuona Adamu akiwa mpweke katika hiyo mwanzo, alisema sio vyema akae peke yake, nitamfanyia msaidizi. Neno nitamfanyia msaidizi haliweka ahadi, nadhiri na kiapo kwamba atamfanyia msaidizi. Mungu akawa ni mwema kabisa. Kile alichoahidi alikitenda, alikifanya. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 mstari wa 18. Hapa ndipo Mungu alipoanzia kutoa ahadi kwa mtu. Hatimaye ilikuwa Adam kupata mwenzi wa kufanana naye. Mwanzo 2:21 mpaka 22. Mungu aliendeleza ahadi zake kwa mwanadamu hata baada ya kuanguka dhambini, kwani anasema nitaweka uadui kati ya nyoka na mwanadamu. Katika Mwanzo 3:15 aliweka ahadi, na ndivyo ilivyokuwa. Uadui kati ya nyoka na mwanadamu. Hata leo tunaona ya kwamba uadui mkubwa kati ya nyoka na mwanadamu. Kwa hiyo ahadi za Mungu ni za kweli. Ahadi za Mungu ni amini. Hii ni ahadi ya pekee kwa mwanadamu ambayo Mungu amejipatia sharti la kumshinda ibilisi dhidi ya wanadamu, mwanadamu aliyeanguka. Kwa hiyo ahadi za Mungu zinasimama imara, na yeyote yule atakayeziamini ataziona hizi ahadi za Bwana. Moja wapo ya ahadi ya ajabu na ya pekee sana ni ile ihusuyo uzima wa milele. Katika Tito 1:2, kamwe Mungu hawezi kujikana mwenyewe, na wote wanaomwamini yeye hudumu kuaminiwa. Timotheo wa 2:2-13. Hakuna mahali ambapo ametoa ahadi yake alafu asitimize. Kila kipindi Bwana alipotoa ahadi alitimiliza. Hata anapoahidi ya kwamba amekwenda kuandaa makao, hatarudi tena kuwachukua watakatifu wake, hakika ahadi ya kurudi kwa Yesu itatimia. Ahadi za Bwana ni amini, ahadi za Bwana ni za kweli. Aliamini aliposema kwa wanafunzi wake lazima atalitenda, hata mwanadamu asipoamini. Lakini ahadi za Bwana za kurudi kwake hizo zitatimia. Bwana ataonekana mawinguni akija kuwachukua watakatifu wake. Iko siku moja ambayo yawezekana ukashuhudia jambo hili kwa namna ya pekee. Mungu hutekeleza ahadi kwa wakati wake, kwa muda mwafaka. Mungu hutenda ahadi zake kwa muda mwafaka. Kitabu kile cha Ibrania sura ile ya 6 mstari wa 13. Paulo anaelezea ahadi za Mungu kwa Ibrahim. Utoaji wa ahadi ni tabia ya kimbingu, na wala sio kitu chenye asilia ya dhambi, bali ya uungu. Warumi 1:1-2. Kwa hiyo hata katika maisha yetu wapendwa, kuna ahadi nyingi tumezitoa, lakini swali ni hili: je, ahadi ulizozitoa ulizitekeleza? Katika viapo vya ubatizo katika kanisa la Adventista wa Sabato, viapo 13, kuna kiapo namba 9. Kiapo namba 9
Kama msikilizaji na mtazamaji umebatizwa, utakubaliana na mimi ya kwamba kiapo namba 9 tuliapa kulisaidia kanisa la Bwana kutegemeza utume kwa njia ya matoleo ya zaka na sadaka. Tuliinua mkono wa 10 tukasema ndiyo nakubali, ndiyo naamini. Je, ndugu msikilizaji na mtazamaji wangu, ahadi uliyoweka na nadhiri uliyoweka na kiapo uliyoweka, je, kweli unakitekeleza kiapo cha ubatizo namba 9 kwa kumrudishia Bwana zaka na sadaka? Kweli tunatenda haki machoni pa Bwana kwa kurudisha kwa uaminifu, kwa ukamilifu kama tulivyoahidi? Hebu angalia jambo hili kwa umakini. Timazi ya amana inapoangalia katika kiapo namba 9 cha ubatizo, wengi wetu tumejikwaa, wengi wetu tumeanguka. Hata vile viapo vya ndoa, wanandoa wote wanaonisikiliza na kunitazama, tuliweka ahadi na nadhiri na kiapo ya kwamba mpaka kifo kitakapotutenganisha. Lakini kifo hakijakutenganisha. Umemwacha mke wako, umemwacha mume wako, umempa talaka, umekwenda mahakamani. Hata wewe unanisikiliza sasa hivi, una kesi mahakamani kwa ajili ya mke wako na mume wako. Unataka kumpa talaka mke wako, unataka kumpa talaka mume wako. Lakini mbona uliahidi, ukaapa na ukaweka nadhiri ya kwamba hautamwacha mpaka kifo kitakapowatenganisha? Mbona kifo hakijawatenganisha na unataka kumwacha? Kwa hiyo hata timazi ya amana leo inapotupima katika swala la ahadi na nadhiri na viapo vya ndoa, wengi tumeanguka katika timazi ya amana. Timazi ya amana ni chombo kinachopima, kinapima maisha yako ya ndoa, kinapima maisha yangu ya urudishaji zaka na sadaka, kinapima maisha yetu ya kiroho, kinapima maisha yetu ya kila siku. Ni vizuri nijue aina za ahadi. Namba 1, kuna ahadi za ibada. Je, ahadi za ibada zinatekelezwa? Hivi ni viapo au ahadi ambazo mtu anaweka mambo yake bayana na Mungu wake. Hawa anaweza kaweka vitu wakfu, mali au watu, lakini sio ile ambayo tayari iko wakfu kwa Bwana. Mwanadamu ambaye ni kiumbe cha Mungu chenye akili na ufahamu mkubwa na uelewa mkubwa wa hali ya juu kuliko viumbe vingine vyote, mwanadamu ana akili isiyo ya kawaida. Je, ahadi na miahadi ulioiweka na maagano ulioyatoa uliyatekeleza? Hasa yale ambayo ni ya kidini utolewa mbele za Mungu tena wakati wa mambo ya kidini. Hebu angalia ahadi za ibada ndani ya kanisa lako. Hata wewe mwenyewe na mimi tena uliahidi ndani ya kanisa, ukasema ya kwamba utaleta matofari kulijenga kanisa, utaleta mchanga kulijenga kanisa, utaleta kokoto. Tena wakati mwingine ulisema ya kwamba utaleta mabati, utaleta nondo. Wengine walisema wataleta viwanja, watanunua mashamba, wataleta fedha. Lakini mbona mpaka sasa ahadi na nadhiri na kiapo ulichoweka kanisani haujatekeleza? Hii ni aina ya ahadi za ibada. Je, ahadi za ibada zikoje? Ahadi za ibada katika familia yako, maombi ya asubuhi, maombi ya jioni, ahadi ulizoziweka kulisoma neno la Bwana. Tena wakati mwingine uliweka ahadi za ibada, ukamwambia Bwana ya kwamba ukinibariki nikimaliza masomo, mitihani na kukusumbua, ukifaulu utatekeleza jambo fulani, kufanya kwa Mungu wako, kumpelekea sadaka Bwana Mungu wako. Bwana akawa ni mwema, akatenda. Lakini ahadi hiyo mpaka sasa haujakamilisha. Mwingine alisema ya kwamba nikipata kazi nitamtolea Bwana zaka na sadaka kwa ukamilifu. Bwana akawa ni mwema, akakupatia kazi, lakini mbona leo hukutekeleza ahadi yako uliyoiweka? Wengine walisema ya kwamba Bwana ukinipatia mtoto nitafanya jambo la kipekee la kukurudisha sadaka iliyonona.
Bwana akawa ni mwema, akakupatia mtoto, lakini mbona hujatenda? Hata mwingine alisema, Bwana ukinibariki nikipata mchumba, nitafanya jambo fulani la kipekee kukurudishia sadaka iliyonona. Bwana akawa ni mwema, akakupatia mchumba, lakini mpaka sasa hujatekeleza ahadi, kiapo na nadhiri, mambo yenye changamoto kubwa. Jambo namba 2, kuna ahadi za kuacha. Ahadi za kuacha. Katika kitabu kile cha Marko sura ile ya 7 mstari ule wa 8 na mstari ule wa 13, na kitabu cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 3 na wa 6. Ahadi za kuacha ni mojawapo ya viapo ambavyo humfanya mtumiaji asipate fursa ya kutumia mali au kitu kilichowekwa wakfu au kilichoahidiwa. Wayahudi walipotaka kumnyima mtu au mzazi msaada, walitumia neno lugha ya kolban. Kolban maana yake ni mali ambayo mtu ameitoa kwa Mungu au ameitolea ahadi ya kufanya kazi ya Bwana. Hivyo mtu mwingine huzuiliwa kufaidika kwayo kwa vile iko wakfu. Kolban, kitu kilichowekwa wakfu, ahadi za kuacha. Kwa hiyo Wayahudi walitumia hiyo, kwamba neno kolban ikionyesha kwamba ahadi, kitu kilichowekwa wakfu, hiko hakiwezi kutumika kwa vingine vyovyote vile. Jambo namba 3, kuna ahadi za uharibifu. Watu wanaweka ahadi za uharibifu. Na hapa utasoma katika kitabu kile cha Matendo 23 mstari wa 12 mpaka 22. Hii ni ahadi ambayo watu hutoa kwa ajili ya kutimiza jambo lenye uharibifu kama sio la hatari. Mfano ni mzuri ni ule wa Matendo 23:12 mpaka 22. Wayahudi 40 waliokula kiapo cha kutokula hadi wametimiza uharibifu wao wa kutoa uhai wa mtu. Hebu angalia ahadi za uharibifu. Yaani mtu anaahidi lazima nitakuua, mtu anaahidi ya kwamba lazima atafanya jambo baya mpaka atimize jambo lake. Ahadi za uharibifu. Aina hii ahadi ilitumika sana na watu waliojiona ni watetezi wa dini. Hata leo tunaona ya kwamba kuna watu wengine wanaweka ahadi, wanaitwa wafia dini, wanajitoa muwanga. Yuko mtu anaweza akajitoa muwanga kwa ajili ya watu wengi. Ahadi za uharibifu, haijalishi ya kwamba ni faida au ni hasara, ahadi za uharibifu. Hebu angalia watu 40 ambao waliweka kiapo cha uharibifu, kwamba hao Wayahudi 40 waliokula kiapo cha kwamba kutokula hadi wametimiza uharibifu wao wa kutoa uhai wa mtu. Hebu angalia jambo hilo. Aina hii ya ahadi ilitumika sana na watu waliojiona ni watetezi wa dini hawa, hasa baada ya kuona kwamba kuna wenzao wanaofanya tofauti na mtazamo wao waliouona. Sasa hizi ahadi za uharibifu ni changamoto kubwa kabisa, ambazo zinaingiza watu kwenye dhambi na kwenye shida kubwa, na watu wanatenda matendo makubwa na mabaya. Kwa hiyo Wakristo wengi hutoa ahadi na nadhiri na viapo. Huonekana watu walio na wivu kwa ajili ya imani, lakini ukiangalia mwisho wa ahadi yenyewe ni uangamivu mkubwa. Lazima tuwe makini na swala la ahadi, lazima tuwe makini na swala la nadhiri, lazima tuwe makini na swala la kiapo. Wakati mwingine sisi viongozi tumewaingiza watu kwenye shida na kuambia waahidi, kama kuna mchango fulani kwamba ana ahidi au andika. Hebu mwache mtu mwenyewe, Roho wa Mungu azungumuze ndani ya moyo wake. Kama ni kuahidi, ahidi. Roho wa Bwana anene ndani ya maisha yake ya kwamba aweke ahadi ili aweze kuitimiliza. Sio aweke ahadi ya kusababishiwa na wewe ili uweze kuonekana ya kwamba wewe ndiye umemfanyia hiki kitu cha kuweka hiyo ahadi. Kumbe matokeo yake unamuingiza kwenye shida kubwa sana. Bwana tusaidie, tuache watu waweke ahadi wenyewe, waweke nadhiri wenyewe, waweke kiapo wenyewe kwa kuongozwa na Roho wa Bwana. Zisiwe sababu ya kwamba sisi ndiyo tunawaingiza kwenye hiyo shida. Kwa hiyo watu na ahadi ni jambo la umakini sana.
linalotakiwa kuangaliwa. Mwanadamu anapoweka ahadi au nadhiri au kiapo kwa mwanadamu mwenzie, hili aonekane kwamba kweli yuko mkweli na mwenye kuaminika, aliweka dhamana ya kitu. Kusoma kitabu kile cha Mwanzo 38:17 mpaka 28. Wayahudi hawakuamini mtu yeyote aliyekopa kwa vitu, hata kama atakuwa ni mwadilifu kiasi gani. Hii ilipelekea watu wengi, hasa maskini, kuweka nguo zao rehani, kuonyesha kwamba wanaahidi kurejesha au kurejeza walichopewa. Kumbukumbu la Torati 24:10-13. Hivyo yeyote aliyepewa kitu alilazimika kuweka ahadi yenye kitu kinachobaki kwa huyo aliyempatia ahadi yake. Kwa ni jambo ambalo linahitaji kuangaliwa kwa makini, swala la ahadi na nadhiri na kiapo. Hata wewe msikilizaji na mtazamaji, una madeni mengi sana ya ahadi na nadhiri na viapo. Wakati mwingine ahadi uliyomwahidi mke wako, uliyomwahidi mume wako, uliyoahidi watoto wako, uliyomwahidi bosi wako, uliyoahidi wafanyakazi wenzako, uliyoahidi familia yako, uliyoahidi jirani yako, ahadi ambayo uliyoahidi mchungaji wako, ahadi ambayo uliyoahidi wazee wako wa kanisa, ahadi ambayo uliyoahidi marafiki zako, ahadi ambayo uliyoahidi kwa majirani, ahadi ambayo uliyoahidi mahali popote. Hiyo imekufunga. Lazima ufanye kila liwezekanalo kutekeleza ahadi na nadhiri uliyoiweka, isikuingize kwenye shida kubwa. Wale watu ambao wanaobatizwa wanatakiwa kuwa makini na viapo vya ubatizo. Wale watu wanaooa wanatakiwa kuwa makini na swala la ahadi na nadhiri. Ahadi iliambatana na vifaa au kitu cha kuhifadhi nadhiri iliyowekwa. Ahadi inapotimizwa ndipo inaporudishwa. Kutoka 22:26 mpaka 27. Halikuwa jambo jepesi mtu kuweka nadhiri alafu kutojali. Walikuwa wanaangalia kwa makini. Watu wanapoweka nadhiri lazima wawe makini kuiondoa. Kabla ya ahadi kutolewa, mtu alipaswa kuwa makini sana au kuwa mwangalifu mno. Ahadi ilikuwa ina uwezo wa kumfanya mtu apoteze hata kidogo alichonacho. Mtu aliposhindwa kutimiza ahadi yake kwa vile iliambatana na kitu cha rehani, basi kilichoachwa rehani hakikurudi kwa mwenye nacho. Hivi ndivyo tunavyopaswa kutoa ahadi zetu kwa Mungu, bila ya kuonyesha uongo, ujanja na udanganyifu. Lakini ahadi nyingi za leo zimejaa hila, zimejaa udanganyifu. Ahadi nyingi za leo imekuwa ni changamoto kubwa, na ndio maana timazi ya amana inakuja na swala la ahadi, kiapo na nadhiri, kuviangalia kwa makini kubwa sana. Watu wote hutoa viapo, na hivi viapo na hizi ahadi na hizi nadhiri zinaweza zikawafunga milele. Swali, je, tangu utoe ahadi yako na nadhiri na kiapo umevitekeleza kwa namna gani? Kwa sababu viko ulivyowapa mbele ya watu, vipo ulivyoapa kwa mtu binafsi. Je, ulitekelezaaje? Hebu angalia jambo hili kwa makini, hili lisiweze kukuletea tatizo. Mungu atusaidie katika kipindi hiki cha timazi, liweze kutusaidia. Fanya tathmini, ni wapi ulipoahidi ukutekeleza? Ni wapi ambapo ulifanya haukufanya wajibu wako kwa ukamilifu? Na Bwana anakudai, na Bwana anataka utekeleze ulichoahidi. Hili isiwe dhambi kwako. Na ndio maana katika Biblia liko fungu moja nasema ya kwamba utakapoweka nadhiri kwa Bwana usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuitaka kwako. Kitabu hiko ni cha Kumbukumbu la Torati 23 mstari ule wa 21 mpaka 23. Utakapoweka nadhiri kwa Bwana usiwe mlegevu katika kuiondoa. Hili ni jambo ambalo watu wengi hatujajua, limetuingiza kwenye shida, limetuingiza kwenye matatizo. Swala la ahadi, swala la nadhiri, swala la kiapo. Angalia kwa makini,
Wako vijana wengi wamecheza na ahadi na nadhiri na viapo, wamewaahidi wakina dada wa watu kuwaoa, wamewapotezea muda mrefu sana. Hata fedha na matumizi wametumia kwa muda mrefu. Hata wakina dada wengi wanalia wameachwa, wakina vijana wengi wanalia wameachwa. Waliahidi ya kwamba wangeoa, waliahidi ya kwamba hangeolewa, lakini leo ahadi na nadhiri na kiapo ulichokiweka umefanyeje? Jambo hili litakugharimu sana. Hata tunapokwenda katika ibada zetu, Bwana naona matoleo ambayo tuliyaahidi na nadhiri na viapo tulizoweka vya matoleo hatuzilinganishi na kile tulichokiahidia, yametuingiza kwenye shida kubwa sana. Bwana tusaidie katika changamoto hili. Bwana tusaidie katika jaribu kubwa hili la viapo na ahadi na nadhiri. Vitafanya wengi tusiokolewe, na kila jambo tulilolinena na kuliahidi na kuliapa na kuliwekea nadhiri, haya yote ataletwa hukumuni. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, hebu somo hili liwe baraka kwako. Hebu fanya tathmini, ni wapi ulipoahidi na ukutekeleza, ili ukatekeleze usije kuhukumiwa. Bwana akubariki. Unapokwenda kwenye ibada, nenda na matoleo yaliyokamili machoni pa Bwana kwa kile ulichoahidi, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu, amen. Na tuombe. Baba, bariki msikilizaji na mtazamaji, mwezeshe katika swala la ahadi na nadhiri na kiapo, akatimilize kwa kadri alivyoapa, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen.